kwa sababu mechi ya kwanza ile kombe halitokuwepo. Na itapigwa Morocco pale. Kwa hiyo hii ya pili kombe litakuwepo. Kwa sababu ndo mechi ya kuamua. Deciding match. Nakumbuka hata kwenye michuano ya AFL ilikuwa kuna nafasi pia ya ile kombe kuonekana hapa, lakini kwa sababu mechi ilikuwa inarudiwa South Africa, ikabidi kwa bingwa akabidhiwe kule. Lakini kimsingi kwenye swala hilo la zawadi ya mama hapo, tunaona sasa faida ya wachezaji kuweza kuonesha uwezo wao wa juu katika michuano hii ya ngazi ya juu kabisa. Unajua mpaka serikali inaamua kuongeza haya madau na kuzidi kuwapa motisha hawa wachezaji, ni kwa sababu wachezaji wenyewe wamechukulia serious haya mashindano, tofauti na miaka ya nyuma hapo ambayo ilikuwa inachukuliwa ni kitu ambacho ni cha kawaida. Ukiishia tu hatua hizo za awali unaonekana maisha yanaendelea vile vile, lakini kwa sasa hivi hatua za awali, kuishia hatua awali ni dhambi kubwa sana kwa timu za Tanzania. Kuishia hatua ya makundi ni dhambi kubwa sana kwa timu za Tanzania. Wachezaji wenyewe hawakubali kuishia katika hizi hatua za mwanzo, wanahitaji kuendelea kufika mbali zaidi, kwa sababu wanaangalia mifano wachezaji wakubwa duniani wote huwa hawahitaji tunasema kuishia namba 2. Yani kuishia namba 2 kwa mchezaji wa soka au kwa timu ya soka, hiyo tunasema ni moja ya nuksi kubwa sana katika mchezo wa soka. Endelea kutafuta nafasi ya kwanza, endelea kutafuta makombe, endelea kutafuta medali, ili uweze kuona kuna watu gani ambao watakuja kuungana na wewe. Unaona faida ya wachezaji kupambana, kocha kutafuta ubunifu katika mbinu ambazo wanazoweka kwa hao wachezaji, imesababisha sasa hizi timu kuwa bora zaidi. Yanga waliingia katika finali wakashindwa kufurukuta mbele ya Semaja, lakini Simba Sports Club tayari wao ndani ya klabu, mashabiki wao na wachezaji wana imani ya kwamba wanaenda kufanya kitu kikubwa zaidi ambacho walikifanya Yanga. Haya sasa ndo ambayo yanavutia sasa serikali na wadau mbalimbali ambao wanajitokeza kuzipa motisha hizi timu kuweza kujitoa kikamilifu kwa hali na mali kuzifanikisha hizi timu kuweka hiyo heshima ambayo Tanzania tumeitafuta kwa miaka mingi. Na nadhani sasa hichi kitu ambacho serikali imekifanya kupitia kwa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan itaongeza chachu zaidi kwa hizi timu kubwa Simba na Yanga pamoja na wengine ambao watafanikiwa kuingia katika michuano ijayo ya msimu ujao, kwa maana yake na hao kupambana zaidi kufanya kitu bora na tofauti na ambacho kimefanyika msimu huu. Japokuwa hatuwezi tukadogosha hichi ambacho Simba wamekifanya msimu huu ni kitu kikubwa sana, kwa sababu wao kwanza wenyewe wamevunja rekodi yao wenyewe ya kuingia finali baada ya muda mrefu, miaka zaidi ya 32. Wao pia wanatarajiwa ama wenyewe wanategemea kwenda kuivunja rekodi ya Yanga ambao waliingia finali kwa mara ya kwanza kwa timu ya Tanzania kwenye michuano ya shirikisho baada ya kufanywa reform mwaka 2004. Kwa hiyo kimsingi hiki ambacho kimefanyika msimu huu kitakuwa ni motivation kubwa zaidi kwa timu ambazo zitaingia tena msimu ujao. Kwa hiyo hapa kitu pekee ambacho Simba tunatakiwa kukifanya sasa ni kuitendea haki zawadi ya mama, ama hii tunasema hii fedha ambayo mama anaitoa kulingana na performance ya Simba kwenye uwanja wa soka. Wanatakiwa itendee haki, kuhakikisha ya kwamba mwale atakapokuja hapa Tanzania